hapo siku mbili baada ya mtafaruku kuibuka katika mashindano ya kuigiza ya shule za upili yaliyoandaliwa katika kaunti ya Nakuru. Hii ni kufuatia mchezo wa shule ya wasichana ya Butere ulioonekana kukashfu uongozi mbaya. Wakazi wa Makueni wametoa hisia zao mseto. Mwanahabari wetu Brian Nzioki ametuandalia yafuatayo. Katika NTV Mashinani leo tumefika mjini Wote, kaunti ya Makueni. Mji wa Wote ndio makao makuu ya kaunti ya Makueni. Na leo tunaangazia swala nzima ambalo liliweza kutokea pale jana katika kaunti ya Nakuru, kisa cha wasichana wa shule ya upili ya Butere ambapo walikuwa na mchezo wao wa kuingiza katika tamsha za michezo ya kuingiza kitengo cha kitaifa ambayo ilikuwa inafanyika pale katika kaunti ya Nakuru. Wasichana wale waliweza kukosa nafasi ya kuweza kuonyesha onyesho lao ambalo walikuwa wamepanga, na mwisho wake basi ikakuwa ni kukimbia hapa na pale baada ya askari kuweza kuwatimua wakitumia vitoa machozi. Wakazi hapa kaunti ya Makueni wanahisia tofauti kutokana na yale ambayo yaliweza kutokea. Tukasikiza kutoka kwao hisia zao ni zipi. Kama mkaaji na kama baba ya wasichana, tumeona hiyo sio jambo nzuri. Na pia tunauliza viongozi wetu wa wanawake, wale ambao ni viongozi ambao they are mentors to these girls. Tumeona kwamba hawajaongea. Yule mtu pengine tumeona akiongea ni askofu wa ACK Butere Girls, mahali Butere Girls iko, na ni mama, na tumeona akiongelelea mambo hayo. Lakini kwa njia moja au nyingine tumeona haya mambo ya michezo na kuingiza yameingizwa siasa. Na kama wakaaji wa Makueni na pia Machakos na Ukambani, tunasema ni vizuri tuheshimu watoto wetu, na hasa watoto wetu wasichana. Tunashangaa sana. Hao ni watoto, hawana kitambulisho, ni wa kuelekezwa, na polisi inatoa vitoa machozi, inawapiga nazo, na watoto hawajajihami, hawana silaha yoyote, na wao walikuwa wanapeana ndoto zao maishani. Walikuwa wanaelezea vile wanataka nchi yao ikue na maendeleo. Walikuwa wanaelezea hatima ya nchi, vile wanataka nchi iendelee, ipate mapato mzuri. The DCI and the police to understand that when you descend on these younger girls and you tear gas them, you harass them, you are putting them in awkward situations, and they will live to know the government is not responsible enough to take up the challenge from these younger children. Kwa sababu hiyo ni aibu. Watoto wetu kupigwa na vitoa machozi haifai kamwe. Let us just be on the limelight and ensure that our girls are safe and ensure that our students hawajashikwa, kwa sababu hiyo ni kitu duni sana kuona mtoto wako wako shule mara anakimbizwa kwa sababu ya mchezo ambao unaigizwa. Shule hiyo ina walimu, ina wataalamu, kuna maofisa pale. Mbona ifikie to that extent? Ndio eti iwe ni kitu ambacho kistahili. Upelelezi msituangushe. NTV Mashinani kutoka hapa kaunti ya Makueni, mimi ni Brian Nzioki.